Haya yamesemwa na wadau wa mazingira waliokuwa kwenye ziara katika Ziwa Duluthi jijini Arusha kwa lengo la kujionea utekelezaji wa maagizo ya uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji. Mwenyekiti wa bodi ya bonde la Pangani, mhandisi Ruth Koya, amesema hali hiyo imeanza kurejesha uoto wa asili katika baadhi ya maeneo na amesisitiza umuhimu wa elimu kuendelea kutolewa, suala ambalo pia limezungumziwa na mkurugenzi wa maji bonde la Pangani Segule na pia baadhi ya wadau. Tumekuja kwenye ziwa hili kujionea hali halisi ya utunzaji wa chanzo hiki ambacho ni mojawapo ya vyanzo uniki kabisa ambavyo kwamba ni ziwa halina surface inflow, yani hakuna mto unaoingia, bali ni ziwa lenye asili ya chemchemi. TFS wanafanya majukumu yao, hawaathiri chanzo cha maji, na sisi tukija bonde la Pangani tunafanya majukumu yetu, hatuathiri majukumu ya taasisi nyingine. Kwa hiyo ni sehemu ya kujifunza mahali ambapo taasisi za serikali zinafanya kazi kwa pamoja bila msuguano wowote ule. Tutunze vyanzo vyetu vya maji vipo kwenye maeneo yetu, kwa sababu leo unaweza ukaona unatupa taka kwenye chanzo fulani cha maji. Tukitupa watu wengi, chanzo hiko kitapoteza hadhi yake ya kuweza kutumika kwa ajili ya kutondolea sisi shida za maji. Kwa hiyo hata leo tunapozungumzia shida ya maji, wakati mwingine kuna maeneo ambayo vyanzo tumevamia kwa kujenga nyumba. Kuna maeneo tumeendeleza kwa namna tofauti. Kuna maeneo yalikuwa na chemchemu, watu wamefanya makazi, sasa wamepoteza. Hayo yote mwisho wa siku tunapoteza nafasi ya kupata vyanzo vya maji kwa ajili ya matumizi yetu karibu na sisi. Upande wa wananchi wanaoishi jirani na vyanzo vya maji katika bonde hilo wamesema umuhimu wa ushirikiano na ushirikishaji katika kulinda vyanzo vya maji ni vyema ukaendelezwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Sisi kama wakala wa huduma za misitu Tanzania tunashirikiana pamoja na bodi hii katika kuhakikisha kwamba ziwa hili pamoja na msitu huu unaendelea kutunzwa na kuhifadhiwa ili uweze kuwepo sasa pamoja na baadaye kwa ajili ya kizazi cha baadaye. Katika eneo hili huwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika, shughuli za utalii, mfano utalii wa mitumbwi, hapa kuna utalii wa maombi, hapa kuna utalii wa kutembea kwenye trail ya msitu. Lakini pia kuna utalii wa nyuki ambapo watu huja kupata huduma mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Wananchi wako vizuri kwa sababu baada ya kupata elimu wakati miti wanaendelea kuotesha miti na kutunza yale maeneo yote kwa ajili ya maji yaweze kufika sehemu husika. Kwa hiyo wananchi wale vijana hawaharibu mazingira, wameshapata elimu kwa wanaendelea nao kutunza mazingira kwa ajili ya maisha yao, kwa sababu mazingira yenyewe yanatutunza na sisi tunatunza mazingira. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, Jiji Letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Mtina, halmashauri ya Tunduru, mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV. Kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni Jacqueline Silemu, ITV. Kutoka hapa ofisi za idara ya habari maelezo zilizoko hapa Mtumba jijini Dodoma, mimi ni Ezekiel Mtonyole wa ITV. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Ahmad wa ITV. ITV, Superbrand Afrika Mashariki.